Swala la kwanza kutoka kwa Mr. Rashid kutoka Wasafi aliuliza kuhusu vyombo vya kisheria. Sisi baada ya uchaguzi kumalizika, kama tunavyoambiwa uchaguzi ni mchakato, na uchaguzi ukimalizika una taratibu zake. Na taratibu mojawapo ni kwamba mwakilishi, mbunge au diwani ambaye hakuridhika na matokeo anaenda mahakamani. Ni moja katika njia ya kisheria ambayo sisi wengi wa wagombea wetu ambao wana uhakika kwamba wameshinda wameshaichukua, kwa sababu muda wa ZEC ni siku 7 na tokea siku yaliyotangazwa matokeo, na muda wa INEC nadhani ni mwezi mmoja baada ya kutangazwa kwa matokeo. Kwa hiyo huo ndio utaratibu wa kisheria ambao tunauchukua. Lakini kwa mujibu wa kanuni za uchaguzi ndio tunazotumia kwa sasa hivi. Sheria kupitia sheria ya uchaguzi, sheria namba 4 ya mwaka 2018, kanuni za uchaguzi za mwaka 2025 pamoja na miongozo ambayo wagombea wamepewa jinsi ya kulalamikia matokeo na jinsi ya kupeleka malalamiko yao. Lakini tukumbuke kwamba katika mwaka huu, uchaguzi wa mwaka huu uliathiriwa sana na ule mchakato wenyewe. Sio kuhusu zile namba za matokeo tu, mchakato mzima wa uchaguzi ulilalamikiwa, na ndio hayo mambo ambayo yamepelekwa mahakamani. Naamini majimbo mengi yameshapelekwa mahakamani na mchakato utaendelea. Swala la pili lilihusiana na kwamba tunavyo vielelezo. Hili la vielelezo ni moja katika hiyo hoja ya msingi kwamba kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa kanuni, kwa mujibu wa miongozo, walitakiwa wale wagombea baada ya kuhesabu kura wapewe yale matokeo wenyewe. Kwa hiyo sina haja ya kutoa details zote za vielelezo na kuingilia mambo ya mahakama yanayoendelea, lakini sisi tunaenda mahakamani pale ambapo tuna uhakika wa vielelezo vyetu. Tulivyo navyo vinatosha kujenga kesi zetu. Lakini vielelezo vingi vinatakiwa vitoke tume wenyewe, kwa sababu inavyoonyesha mchakato mzima uliharibiwa huko tume, na sehemu ya vielelezo ni huko kutoka tume wenyewe. Lakini ni kuhakikisheni tu kwamba pale tunapofungua kesi ni kwamba tumejiridhisha kwamba tunavyo vielelezo, na nadhani hapa si pahala pake kukutajieni vielelezo vya kila jimbo. Kuhusiana na kura ya mapema na hoja binafsi, Sheikh Rashid hapa nichanganye kidogo na lile swala la tulikuwa 4 katika muhula uliomalizika mwezi Juni mwaka huu. Tulikuwa 4, lakini tayari tulishapeleka hoja 2 binafsi. Sisi zinazohusiana na kura ya mapema tulipeleka hoja inayohusiana na kuanzishwa kwa sheria ya bajeti, kwa sababu katika nchi za Afrika Mashariki ni Zanzibar peke yake ambayo bado haina sheria ya bajeti. Tumepeleka hoja binafsi kwa sababu serikali ilikuwa haitaki kuileta sheria ya bajeti. Lakini pia tumepeleka hoja ambayo inakuhusuni sana waandishi mliopo hapa, wanahabari, hoja ya kuanzisha sheria mpya ya huduma za habari, kwa sababu ile iliyopo imeshapitiwa na wakati. Kwa hiyo hizi hoja 2 binafsi zimepelekwa na hazijapata majibu vizuri, lakini tunatarajia tutaiongeza na hii hoja ya kura ya mapema ili ziendelee. Sasa kwa vile tuko 14 inawezekana tukapata msukumo zaidi. Wasiwasi wangu ni kwamba kanuni zetu za baraza zimebadilishwa kidogo, kwamba hoja unaoipeleka ya binafsi lazima ipate ridhaa kutoka kwa utawala wa baraza, ambao ni moja katika udhaifu wa kanuni hii naweza kusema. Lakini sisi kama wawakilishi 14 tuna wenzetu ndani ya Chama cha Mapinduzi ambao hizi hoja, ikiwemo hii hoja ya kura ya mapema, wanaiunga mkono kwamba iondoke. Kwa hiyo si kuhusu 14 sisi, lakini ni 14 labda mara 3 au mara 4. Wengine wako nyuma ya pazia, wengine watajitoa hadharani ikifika wakati. Kwa hiyo uchache wetu sio tatizo. Muhimu ni ubora wa hoja. Tukija na hoja imara, na wale wenzetu ambao wanaguswa na haya mambo pia watatuunga mkono. Hiyo ndio imani yetu. Kwa hiyo sisi tutasimamia zaidi ubora wa hoja kuliko wingi wa hoja. Sheikh Rashid, nimemaliza hayo matatu, kama hukuridhika utaniambia.